Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, raia wa China sasa wanafurahia mawasiliano bora kutokana na matumizi ya mtandao wa kisasa wa 5G Advanced. Mtandao huo ambao umejikita kwenye maisha kila siku ya Wachina na kwenye sekta mbalimbali za kiuchumi unatambuliwa kama kichocheo cha ustawi wa uwanda. Tazama. Toleo hili jipya la 5G ni uboreshaji wa teknolojia ya 5G na hatua ya kuelekea kwa 6G. Teknolojia hii inaboresha uwezo wa mtandao, kasi ya interneti, muda wa kusubiri yani latency, na ufanisi wa utambuzi wa mahali, huku ikifikia hadi mara 10 ya kasi ya 5G. Faida mojawapo inayoonekana wazi ya 5G ni ongezeko kubwa la kasi ya kupakua data. Wakati 5G ya kawaida hutoa hadi gigabaiti 1 kwa sekunde, 5G inaweza kuwa hadi mara 10 zaidi, jambo linalowezesha matumizi ya teknolojia nzito kama vile ukweli uliopanuliwa almaarufu extended reality, X-ray, na taswira za 3D bila miwani zinazoweza kuonyesha picha za kidhahania almaarufu holograms. Pia kasi ya kupakia data itaongezeka kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo litafanikisha usambazaji mkubwa wa data kupitia wingu na kufanya mawasiliano ya kidhahania kuwa halisi. Wachambuzi wa ndani wanasema athari za teknolojia hii zitakuwa kubwa katika nyanja mbalimbali za jamii, hasa katika sekta muhimu kama afya. 5G inawezesha maingiliano wa kina. Inaweza kutumia katika XR, mawasiliano ya kidhahania, michezo ya video kupitia wingu na matumizi mengine yanayotoa uzoefu wa kuingia ndani ya mazingira. Pia itawezesha mitandao ya magari kuwasiliana kwa wakati halisi kwa kuchelewa kwa milisekunde chache tu, na hivyo kuboresha usalama barabarani. Aidha, mtandao wa 5G utawezesha muunganisho usio na kikomo katika mazingira yote, huku ukiunga mkono vifaa bilioni kadhaa, kutoka kwa mashine za viwandani zenye kasi kubwa hadi sensa ndogo zisizotumia nishati kubwa katika mtandao wa vitu. Teknolojia hii pia itapunguza muda wa kuchelewa hadi kufikia milisekunde 1 na kuongeza usahihi wa utambuzi wa eneo kutoka mita kadhaa hadi sentimita chache tu. Mbali na faida kwa utumiaji wa kawaida, 5G inaleta mageuzi mapya katika sekta za jadi. Uwezo wake mkubwa wa muunganisho na ucheleweshaji mdogo unawezesha otomatiki yenye akili, ushirikiano bora wa vifaa na usambazaji wa data kwa wakati halisi katika mnyororo wa usambazaji. Hili litaboresha uzalishaji, kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza ufanisi wa sekta mbalimbali. 5G inabadilika kutoka kuwa zana ya mawasiliano hadi injini ya uzalishaji, ikisaidia sekta nyingi na kubadilisha taswira ya viwanda mbalimbali. Utendaji wake bora wa mtandao unatoa miundombinu imara kwa sekta zijazo kama AI na viunganisho vya ubongo na kompyuta, kwa kuboresha usafirishaji wa data na uwezo wa kuchakata na kuhifadhi taarifa. Wakati huo huo, waendeshaji wakuu wa huduma za mawasiliano nchini China wanaendelea na maandalizi ya kuanzisha biashara ya mtandao wa 5G kwa kasi kubwa. Kwa mujibu wa wataalamu wa sekta hiyo, waendeshaji wa mawasiliano nchini China tayari wameweka mitandao ya majaribio ya 5G katika mikoa na majimbo yote 31 yenye uwezo wa awali wa kuhudumia watumiaji milioni 50. Teknolojia hiyo pia imethibitishwa katika maeneo mengine duniani kama Ulaya, Amerika Kusini